Ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Baraza la mitihani la Taifa NECTA limetangaza kuwa jumla ya watahiniwa 134,390 nchini kote wanatarajiwa kufanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 6 kuanzia leo. Serikali mkoani Geita imesema itaendelea kutambua na kuthamini jitihada za wauguzi katika kutekeleza majukumu yao ya kuwahudumia wananchi. Na spika wa baraza la bunge nchini Burundi, Daniel Ndabirabe, ameitaka mamlaka ya mapato nchini Burundi OBR kuchukulia hatua kali wafanyabiashara wasiotumia mashine za kielektroniki za kutoa risiti kwa wateja. Habari kamili. Dar es Salaam. Baraza la mitihani la Taifa NECTA limetangaza kuwa jumla ya watahiniwa 134,390 nchini kote wanatarajiwa kufanya mitihani wa taifa wa kidato cha 6 kuanzia leo Mei 5. Katibu mtendaji wa NECTA Dr. Saidi Ali Mohamed akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam pia amesema mitihani mingine itakayofanyika ni walimu ngazi ya cheti na stashahada. Amesema kwa mtihani wa kidato cha 6 utafanyika katika shule za sekondari 982 na vituo vya watahiniwa wa kujitegemea ni 245, huku mtihani wa walimu utafanyika katika vituo vya walimu 68. Waliosajiliwa wavulana ni 64,581 sawa na 51%, na wasichana ni 62,376 sawa na 49%. Kwa mwaka 2025 kuna ongezeko la watahiniwa 20,854 sawa na 18.4% ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo idadi ya watahiniwa ilikuwa 113,536. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa, ambapo kati yao 3,100 ni wa ngazi ya stashahada na 7,795 ni wa ngazi ya cheti. Kwa ngazi ya stashahada wanaume ni 1,751 sawa na 57% na wanawake ni 1,349 sawa na 43%. Aidha, Dr. Mohamed ametoa rai kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuunga mkono juhudi za serikali kwa kuhakikisha wanafunzi wanapata muda wa kutosha wa kupumzika na kujisomea. Ameongeza kuwa NECTA imechukua hatua zote kuhakikisha mtihani huu unafanyika kwa ufanisi na kwa viwango vinavyotakiwa. Bukombe. Serikali mkoani Geita imesema itaendelea kutambua na kuthamini jitihada za wauguzi katika kutekeleza majukumu yao ya kuwahudumia wananchi. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema hayo akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya wauguzi ambayo yamefanyika kimkoa wilayani Bukombe. Shigela amesema licha ya changamoto zinazojitokeza katika maeneo ya kazi, wauguzi nao ni binadamu kama wengine, hivyo wanahitaji kupata muda wa kupumzika. Hatuna budi kuwathamini wauguzi wetu. Hatuna budi kuombea kwa kazi wanazozifanya. Na wakati mwingine hatuna budi kwa wanyenyekevu wanapopatwa na changamoto kazi. Unakwenda unakuta muuguzi ameshachoka, amesimama muda mrefu, ndio unakuta tu amekaa, mgonjwa unafika pale, wala wakati mwingine mgonjwa hata hawezi kusema. Wewe ndugu yake uliokwenda kumpeleka ndio unakuwa wa kwanza kumtukana muuguzi. Hali kubariki. Nimekwenda kwa daktari, nimemkuta muuguzi ananiangalia. Kwa hiyo wauguzi ni binadamu kama sisi. Kama kiongozi unaweza ukachoka ukapumzika, na wauguzi vile vile wanahitaji nafasi ya kupata fursa ya kupumzika. Sisi kama serikali tutaendelea kuthamini na kutambua mchango wetu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Bukombe Pascas Muragili amesema vifo vya kina mama vimepungua kufuatia ushirikiano kati ya jamii, serikali na wauguzi, ikiwa ni mkakati wa serikali wa kukabiliana na vifo hivyo. Kahama. Baadhi ya madiwani wa halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wameliomba shirika la ugavi wa umeme TANESCO kutatua kero ya umeme katika mgodi wa Nyamishiga uliopo kata ya Luguya. Diwani wa kata ya Lunguya Benedicto Manuali na diwani wa kata ya Briankulu Shija Mayombia
Wametoa ombi hilo wakati wa kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 3 ya mwaka kilichoketi kutoa taarifa za miradi mbalimbali ya maendeleo. Aidha, madiwani hao pia wamesema katika taasisi mbalimbali za umma zikiwemo shule na zahanati zinahitaji huduma hiyo ya umeme. Na katika kipindi cha mwaka 2022 kumefumuka machimbo pale Nyamishiga Rashie, lakini imefika mahala mheshimiwa mwenyekiti, mashimo yale kama marefu kupita kiasi. Sasa wamelazimika sasa kuomba umeme. Na leo ukifika mgodi wa Nyamishiga mheshimiwa mwenyekiti, sasa hivi umedorora kwa sababu kutoa material mle ni shida, lakini kibaya zaidi kumechanganyika na maji. Sasa kule chini kuna maji mengi. Nilitaka sasa nipate majibu. Tunazo zahanati nyingi ambazo zimekamilika, hazina serikali nataka kusaidia kwenye ujumla kwenye hii miradi ya serikali. Taasisi hizi kwa wana mpango gani sasa kuhakikisha wanatufikishia umeme kwenye maeneo hayo? Kwa ukiangalia kwa mbele chao mheshimiwa mwenyekiti wakati anaelezea kwamba kwenye hii kilomita moja ilikuwa inajikita sana kwenda pia wafike kwenye taasisi hizi za serikali, lakini kwa bahati mbaya sehemu nyingi hazijafika kwenye taasisi. Akitolea ufafanuzi changamoto hiyo, meneja wa TANESCO wilaya ya Msalala Bryson Kitila amesema kuwa mamlaka hiyo inatambua kuwepo kwa changamoto hizo na kwamba zitaanza kushughulikiwa kuanzia mwezi Julai mwaka huu. Kuhusiana na issue ya pale Nyamishiga, ni kweli wale wakina mama wanahitaji umeme, na pale ili tuwafikishie umeme tunahitaji kujenga line ya kilomita kama 3 point ya line kubwa na kuweka transformer at least ya kuanzia 315 au 500 na line ndogo ya kilomita kama 2 au 3 kusambaza lile eneo ili waweze kupata hiyo nishati na kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi. Walishaomba umeme na barua yao ilishafika mpaka kwa mheshimiwa waziri wa nishati na naibu waziri mkuu, lakini changamoto ilikuwa ni budget. Lakini baada ya kuwa tumepokea maombi yao, tuliweka kwenye plani ya kwetu ambao Mungu akijalia neema ya uzima kwa tutakao kuepo, basi itatekelezwa kuanzia mwezi Julai. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Spika wa baraza la bunge nchini Burundi Daniel Ndabirabe ametaka mamlaka ya mapato nchini Burundi OBR kuwachukulia hatua kali wafanyabiashara wasiotumia mashine za kisasa za kielektroniki za kutoa risiti kwa wateja. Bwana Ndabirabe amesema hayo wakati akizungumza na vyombo vya habari jijini Bujumbura, akidai wafanyabiashara hao wamekuwa wakisababishia taifa kukosa mapato yanayotokana na kodi na ushuru wa serikali na hivyo kushindwa kutekeleza baadhi ya miradi ya maendeleo kwa wakati. Afisa huyo wa serikali ya Burundi amesema ni vyema wafanyabiashara wanaokiuka maagizo ya serikali wakanyang'anywa bidhaa zao ili iwe fundisho kwa wengine wanaokaidi kutumia mashine hizo. Hata hivyo, amewataka wafanyabiashara katika taifa hilo kununua na kutumia mashine za kielektroniki ili kuondoa baadhi ya changamoto baina yao pamoja na serikali, kwa hoja wasiotumia mashine hizo wanalibia taifa. Ituri. Zaidi ya raia 10,000 wa Sudani Kusini wameripotiwa kupokelewa katika mji wa Aru, mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kipindi cha wiki 3, wakidaiwa kukimbia machafuko ya kivita yanayoendelea nchini mwao. Kiongozi wa shirika la kuhudumia wakimbizi nchini DRC tawi la Aru, Bwana Karim Adidi, amesema wakimbizi hao raia wa Sudani Kusini walianza kuwasili nchini DRC tangu Aprili 2 mwaka huu, na wimbi kubwa la wakimbizi hao limeshuhudiwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Amesema wengi kati ya wakimbizi hao wamekusanywa kwenye uwanja wa mpira wa miguu, huku wengine wakiwa kwenye maeneo maalum ya shule zilizotengwa kuwapokea, wakisubiri mpango wa serikali wa kuwatafutia kambi maalum. Upande wake, kiongozi anayehusika na ukingo wa raia katika mkoa wa Ituri, Bwana Robert Njalonga, amelitaka shirika la kuhudumia wakimbizi pamoja na idara ya uhamiaji kuchunguza vizuri wakimbizi hao ili watu wanaomiliki silaha wasijipenyeze kati yao. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Baraza la mitihani la taifa NECTA limetangaza kuwa jumla ya watahiniwa 134,390 nchini kote wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 kuanzia leo Mei 5. Serikali mkoani Geita imesema itaendelea kutambua na kuthamini jitihada za wauguzi katika kutekeleza majukumu yao ya kuwahudumia wananchi. Na spika wa baraza la bunge nchini Burundi Daniel Ndabirabe ametaka mamlaka ya mapato nchini Burundi OBR kuwachukulia hatua kali wafanyabiashara wasiotumia mashine za kielektroniki za kutoa risiti kwa
kwa wateja. Waza Wazua. Msikilizaji, njaa ni mwalimu wa maarifa na shibe ni mkufunzi wa udadisi na ugunduzi. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.